Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha mauzo ya kijeshi ya jumla ya zaidi ya dola bilioni 8.6 kwa washirika wa Mashariki ya Kati, Israel, Qatar, Kuwait na Falme za Kiarabu. Taarifa iliyotolewa mnamo siku ya Ijumaa na Wizara ya mambo ya nje ilikuja wakati vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiadhimisha wiki 9 tangu kuanza kwake na zaidi ya wiki 3 tangu kuanzishwa kwa usitishaji mapigano uliopatanishwa na Pakistan. Taarifa kutoka Wizara ya mambo ya nje ilijumuisha kuidhinisha mauzo ya kijeshi kwa Qatar na kudumisha ulinzi wa anga na makombora ya Patriot iliyogharimu karibia dola bilioni 4.01 na mifumo ya Advanced Precious APKWS inayogharimu karibia dola milioni 992.4. Hata hivyo, imejumuisha uidhinishaji wa uuzaji kwa nchi kama vile Kuwait kwa mfumo jumuishi wa amri ya vita unaogharimu dola bilioni 2.5. na kwa Israel mfumo wa Advanced Precious Skill Weapon iliyogharimu karibia dola milioni 992.4. Hata hivyo, idara imeidhinisha uuzaji kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa makombora ya APKWS kwa dola milioni 147.6. Mkandarasi mkuu katika mauzo ya APKWS kwa Qatar, Israel na UAE alikuwa ni BAE System, idara ya mambo ya nje imesema. RTX na Lockheed Martin ni moja kati ya makampuni ama wakandarasi wakuu katika uuzaji wa mfumo wa silaha hizo uliojumuishwa kwa Kuwait na katika uuzaji wa kujazwa wa ulinzi wa anga wa Patriot na makombora kwa Qatar, idara ya ulinzi imesema. Hata hivyo, kampuni ya Northrop Grumman pia ilikuwa mkandarasi mkuu katika mauzo ya Kuwait. Marekani na Israel zilianzisha mapambano katika kipindi cha mwezi Februari na kusababisha kulipiza kisasi kutoka kwa Teherani dhidi ya washirika wa Marekani katika Ghuba na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Vita hivi kwa namna moja ama nyingine ndivyo ambavyo vimechochea mataifa haya ya Ghuba kuangalia namna nyingine ya kuweza kujilinda, ambapo Marekani imeuza silaha hizo. Mataifa kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu lakini pamoja na Kuwait wameona njia pekee kwa sasa ni kuwa na silaha za kutosha baada ya kipindi cha vita vya siku 40 Marekani kutuangalia namna ya kuziwezesha nchi hizi. Sasa Marekani imeuza silaha hizo kwa mataifa hayo ili tu pale ambapo vita vitaanza waweze kujitetea kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hivi ni vitisho vya Marekani kwa Iran, kwamba mataifa haya sasa yana silaha za kutosha, silaha za hali ya juu na za kisasa. Iran imesema kwamba kwa sasa italipa kisasi kizito endapo Marekani itaanzisha operesheni zingine kama ambavyo inatajwa wakati huu. Hata hivyo, wakati huu Iran imepeleka pendekezo jipya la kusitisha mapigano huko nchini Pakistan ambalo Rais wa Marekani Donald Trump amesema hafurahishwi nalo kwa mara nyingine tena. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.